waislamu wakasibeba kwa sura kwamba wao wanampenda Rasul alayhi salatu wassalam. Hivi wao na masahaba nani wanampenda zaidi? Intabihu ayuha almuslim, tanabahi ewe muislam, ewe unayesoma maulidi, rejea tena kafanya bahthi, kaangalie tena. Hivi dini yako italetwa na Ubaidillah al-Majusi? Dini yako utachukua hapo? Hivi masahaba radhiyallahu anhum wao wenyewe ni wanafunzi wa masahaba. Linapokuja jambo baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akisema sahaba mwenziwe, halikubali tu moja kwa moja mpaka alifanyie tathbit. Hamkumbuki Ibn Umar radhiyallahu anhuma alipojiliwa na Abu Huraira radhiyallahu anhu? Nani hamjui Abu Huraira hapa ayuha almuslimun? Nani hamjui Abu Huraira? Tukiwataja masahaba wenye hadithi nyingi zaidi, kiongozi wao ni Abu Huraira radhiyallahu anhu. Anamwambia Ibn Umar radhiyallahu anhuma kwamba yoyote yule ambaye atatoka na maiti kutoka nyumbani kwake, maiti akaenda nayo mpaka msikitini, wakaiswalia maiti hiyo, huyo aliyelifanya hili atapata qirat, atapata qirat. Kisha akitoa kutoka msikitini mpaka sehemu ya kuzika atapata qiratani. Ibn Umar ameona malipo ni makubwa. Mbona sijapata kulisikia hili kwa Rasul alayhi salatu wassalam? Man akhbarahu? As-sahabi. Aliyempa habari ni sahaba kwamba amesema Rasul alayhi salatu wassalam. Ibn Umar anasikia maneno ya Abu Huraira radhiyallahu anhu, lakini hakuridhika na maneno haya. Anamuagiza mtu, anamwambia nenda kwa Aisha radhiyallahu anha, muulize juu ya maneno ya Abu Huraira radhiyallahu anhu. Huko ameshika vijiwe mkononi akivigeuza geuza akisubiri jawabu. Alipokuja aliyetumwa akamwambia sadaqa Abu Huraira, anasema Aisha radhiyallahu anha amesema kweli Abu Huraira. Vile vijiwe akavipiga chini kwa hasira kwamba alikosa malipo yote, hakujua. Anaulizia kwanza juu ya ukweli wa jambo hili. Bali Abu Musa al-Ash'ari na Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu juu ya jambo la al-istidhan, kugonga mlango ndani ya nyumba, usipoitikiwa rejea ulipotoka. Umar ibn al-Khattab hadithi hii hakuipata. Anaambiwa na Abu Musa al-Ash'ari, anaiulizia kwa masahaba wengine kupata tathbit. Wewe nakwambia nani maulidi unayachukua? Man Ubaidillah, man Ubaidullah inda as-sahaba radhiyallahu anhum, bal huwa kafir yahudi. Ataakhudh dinaka min al-kafir, waichukua dini yako kwa kafiri? Haikutoshi wewe Qur'an al-Karim, haikutoshi wewe sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, haukutoshi mwenendo wa masahaba radhiyallahu anhum. Anasema al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, usul as-sunnah indana التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء بهم. misingi ya sunna kwetu kwamba huyu anafuata sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kushikamana na mwenendo wa masahaba radhiyallahu anhum na kujiigiza na masahaba. Hiyo ndiyo sunna. Wachukuaje dini yako kwa watu ambao si masahaba? Unaambiwa maulidi kuna baya gani ambalo limo? Sitasoma Qur'ani, situnamsifia Mtume sallallahu alayhi wasallam, tunishana chakula, tunawaambia hizi ibada. Kumsifia Rasul alayhi salatu wassalam ibada, kadhalika kusoma Qur'ani ibada, kulisha watu chakula ibada.
mbona mnaleta mseto, mbona mnaleta kaifia? Sheria imeachia, wewe unafunga, inakuwaje? Unafunga kilichoachwa na sheria. Sheria imeacha huru kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa baadhi ya maeneo kwa utaratibu maalum. Asaliwe mtume katika sala kwenye tashahudi ya mwisho, asaliwe mtume katika sala ya mayit kwenye takbira ya pili, imekuja qaid. Lakini ukitaka kumsalia sehemu nyingine msalie, lakini si kwa kukaa pamoja tukaweka siku maalum. Kwa nini hiyo tarehe 12 Rabiul Awwal? Hivi nani aliyekuja na tarehe hii kama ndo kazaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam? Nani kaja nayo? Ayuha nasu ibadallah, ittaqullah, mogopeni Allah tabaraka wa taala. Haya yanayosemwa huwa hayasemwi kibubusa. Watu warejee katika maandiko kwa kile binadamu tu. Hivi mtume sallallahu alaihi wasallam hakujijua kama kazaliwa? Ameishi miaka 63, miaka 13 kaishi Maka hali ya kuwa ni mtume, miaka 10 kaishi Madina hali ya kuwa ni mtume, na aya zateremka. Hivi hakuona umuhimu wa kufanya maulidi yake? Wale waliosoma kwake, hivi wao wasikae Abu Bakar awaambie Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman, Said, chukueni vitabu someni? Hawakuona. Uone wewe. Ittaqullah, muogope Allah tabaraka wa taala, muogope sana Allah tabaraka wa taala, na chunga sana ibada zako. Haya ambayo unayafanya utahesabiwa mbele ya Allah tabaraka wa taala, na utaulizwa umeyapata wapi. Mtume sallallahu alaihi wasallam amebainisha. Haya mambo yanaudhi sana na yanakera sana, kwamba wewe unamwambia mtu twende huku kwenye haki, anakuambia nabaki hapa kwenye batili. Na kuna watu si wenye kusoma, si watu yashughulisha na ilmu, lakini na wao wameng'ang'ana tu basi. Mwogopeni Allah tabaraka wa taala, rejeeni katika maandiko, waulizeni hao watu wenu, nani amewatangulia katika wale wanaojulikana kwamba dini yachukuliwa kwao, alilifanya hili. Mkiwakosa waambieni wamuogope Allah tabaraka wa taala. Watabeba mizigo yao ya madhambi, watabeba mizigo ya wale waliowapotosha katika madhambi. Walhamdulillahi rabbil alamin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انقلنا بالقرآن من البدعة إلى السنة. اللهم انقلنا بالقرآن من البدعة إلى السنة. اللهم انقلنا بالقرآن من البدعة إلى السنة، ومن الظلمات إلى النور، ومن الضلالة إلى الهداية. والحمد لله رب العالمين.